Ni kwenye chumba kimoja cha mtihani ambapo tunaona wanafunzi wakiwa busy kufanya mtihani wao wa hesabu, ila kuna bwana mdogo mmoja, yeye kila akijitingisa pepa ngumu upande wake, hana cha kujaza mpaka mtihani unaisha. Ila cha ajabu, majibu ya mwanafunzi mwenzie yanasafiri mfumo wa maandishi na kuhamia kwenye pepa yake. Patamu hapo. Kuna story gani hapa? Ni kusii kama kwa kutulia na unisikilize kwa makini mwanzo mpaka mwisho wa kisa hiki cha kusisimua. Ni mimi wako Mr. Movie. Here we go. Okay, tuanze. Ni jijini Beijing nchini China. Tunakutana na bwana mdogo mmoja kwa jina la Raymond. Raymond ni mtoto anayetokea katika familia ya hali ya chini. Anaishi na wazazi wake, bibi pamoja na mdogo wake wa kike kwa jina la Sophie. Licha ya hali ngumu ya kwao, wazazi wake wanapambana kwa hali na mali na kumpeleka shule nzuri jijini hapo, wakiamini elimu ndiyo mkombozi na urithi mzuri kwa mtoto. Bwana mdogo Raymond ndoto yake ni kuwa mwanaanga mkubwa duniani. Licha ya ndoto kubwa aliyoibeba, hakuwa akifanya vizuri darasani, hasa kwenye somo la hesabu, yani basic mathematics. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumatatu, yani mwanzoni mwa wiki, tunamwona bibi pamoja na mdogo wake Sophie wakija kumwamsha aende shuleni, maana muda umeshakwenda. Nakwambia basi kwa bwana mdogo Raymond kakakurupuka chapu kama nguruwe katoka kwenye chanda cha miwa, anajiandaa na kuelekea shuleni. Baada ya kumaliza kujiandaa, anakamata usafiri wake wa baiskeli ili kuwahi shuleni. Na kwa bahati nzuri anafanikiwa kukutana na wazazi wake wakiwa wanajiandaa kuelekea safari ya kikazi mji jirani, na lengo kubwa ni kwenda kutafuta fedha kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na kulipa ada za watoto. Basi wazazi wanamwaga mtoto wao pale na kumsihi atie juhudi kwenye masomo yake, maana ndio ufunguo wa maisha yake. Baada ya kuagana na wazazi wake, bwana mdogo Raymond ananyonga baiskeli kuelekea shuleni. Kwa mbele tunaona wanafunzi wenzake wakiendelea kula story juu ya mechi ya fainali ya kombe la dunia, huku wakiendelea kusubiria treni ipite. Nakwambia jana Spain alitaka kumtoa mtu roho. Yaani Argentina walikuwa hawaonekani kabisa, Messi kafichwa. Acha tu, ukisikia mtoto kaunyea mkono ndio jana. Yaani Lamine Yamal aliogeshwaga na Messi akiwa mdogo, afu leo hii anataka kumtia aibu. Watoto wengine hawana adabu. Kwa goli lile la Ferran Torres mpaka nimelala bila kuoga mwenzenu. Kidogo bwana mdogo Raymond naye anafika pale. Wanasalimiana na wenzie na stories zinaendelea. Wanangu, mkaeni kwa kutulia sasa. Jana wenzenu nimeota bonge la ndoto. Ndoto? Usiniambie ni ya kwenda mwezini. Mwanangu, kama ulijua vile. Nilikuwa kwenye bonge la ndege. Rafiki yake kwa jina la Suzy anamkatisha pale. Raymond, hebu achana nayo mambo. Hivi jana umekumbuka kupitia somo la hesabu kweli? Kama unavyojua, leo ni presentation. Raymond kimya. Raymond, utakwenda kutukwamisha. Vipi kama akikuchagua sasa wewe? Jamani. Tangia ni mwalimu akanichagua. Kwa kichwa gani? Kichwa chenyewe hiki. Nyie msio na wasi, hawezi kunichagua bwana. Basi baada ya treni kupita, Raymond pamoja na wanafunzi wenzake wanavuka kuelekea shuleni wakiwa na usafiri wao wa baiskeli. Tunakuja darasani na leo hii ndio ile siku ya presentation. Bwana mdogo Raymond kakajifanya kako busy kuangalia nje ili kasichaguliwe. Miss Lee ambaye ni mwalimu wao sangape sikachagua kwa bwana mdogo Raymond ndio ka present. Madam, ndio njoo utupe majibu ya swali. Mwamba kwanza kabidi awageukie wenzake. Mniombee huko maana sijui kitu yoyote ile. Taratibu kwa bwana mdogo kakajisogeza mpaka mbele ya ubao. Kama unavyojua, moja kati ya moment ngumu kwa wanafunzi ni kwenda kupresent mbele ya wanafunzi wenzake. Kakalipimia swali, kakalicheki swali lenyewe kwanza. Toba. Hivi jana tulisema hapa tunaanzaje? Mungu wangu, hata kanuni yenyewe sikumbuki. Si itakuwaje hapa? Bwana mdogo akiwa anawaza, mwalimu anamshtua pale. Wewe Raymond, nipo mwalimu. Hivi ulisoma kweli jana usiku? Kimya. Mwalimu ikabidi amgeukie kiongozi wa grupu lao la kujisomea aitwaye Suzy. Suzy, hivi mlifanya majadiliano niliwaambia? Suzy anasema, ndio madam, ila Raymond aliondoka kabla hata tujamaliza, akisema ataenda kusoma mwenyewe nyumbani. Kidogo mwanafunzi mwingine ananyosha mkono pale. Madam samani, naomba niongezee nyama hapo. Kusema ukweli, Raymond ametokea kulichukia sana somo la hesabu, akisema linamletea kizunguzungu anapolisoma. Yaani kiufupi halielewi kabisa. Kabisa madam, wacha na mimi niongea moyoni. Na huaga anawazaga kuvua tu.
kama mvuvi vile, na cha kushangaza hajawahi kukamata hata samaki mmoja. Basi watu ni kufa na cheko pale. Okay sawa wanafunzi wangu, najua nyie wote mna akili sana na Raymond akiwemo. Nafikiri wote mmeona nini kinatokea pale ambapo unakuwa hausomi kwa bidii, si sawa mwanafunzi wangu Raymond? Ndiyo mwalimu. Miss Lee anaendelea kwa kusema, yote haya tunaendelea kujifunza darasani ni msingi wa kujenga maisha yenu ya baadaye. Najua kila mmoja ana ndoto zake hapa. Kuna madaktari humu, marubani, mainjinia, ila yote kwa yote ili yatimie inawapasa kila mmoja kusoma kwa bidii ili kupata ufaulu mzuri. Na mnaniahidi kufanya hivyo? Ndiyo mwalimu, wote waliitikia. Matokeo yakatoka bana, kila mwanafunzi akaenda kuangalia matokeo yake kwenye ubao wa matangazo. Hii ndio ile moment ambayo hata ambaye alikuwa asomi anajua kabisa hatofaulu, lakini anakuwa na pressure. Sio anakuwa na pressure ya nini sasa? Wanafunzi waliofaulu waliendelea kujipongeza kwa matokeo waliyopata. Angalia nimefaulu, baba ataninunulia gari, wewe. Mara kidogo ndugu yetu anaingia pale, bwana mdogo Raymond. Nipishe njia. Tukupishe nini wewe wakati mtu mwenyewe umefeli? Sema mwanangu, nashukuru sana, bila wewe mimi ndo nikitoka wa mwisho. Koma hapo, shikilia hapo mwanangu. Suzy kama kiongozi wake wa grupu la kujisomea hakufurahishwa na matokeo ya Raymond. Kwa hasira akaondoka pale. Kwa bwana mdogo Raymond kakabidi kaende kakahakikisha matokeo yake vizuri. Hata sijali, angalau nimepata chochote kitu bana. Ngoja niende zangu. Baadaye kidogo kulikuwa na darasa la sanaa, kibongobongo tunaliita stadi za kazi, ambapo kila mwanafunzi anajifunza ujuzi wa mikono, kupaka rangi, ufundi seremala, uchoraji na kadhalika. Basi bwana mdogo Raymond nako akaingia pale. Na leo hii kalikuwa amekuja na mchoro ambao kamekwisha uchora. Akafika na waonyesha wenzake pale. Angalieni mchoro wangu. Ulikuwa ni mchoro wa spaceship, yani ndege maalum wanazotumiaga wanaanga kuelekea mwezini. Sasa hapa itakuwa ni eneo la kupumzikia, na hili eneo tutakuwa tukichezea tennis. Kidogo Suzy anamkatisha pale. Raymond, ni vigumu kupata ndege kama hii, hata kuitengeneza pia. Mpango wako ni mzuri ila haiwezekani. Nilijua tu, hata hivyo nitalikamilisha hili hata bila nyie. Wengine walimcheka pale, mwisho Raymond akaondoka kwa hasira. Basi kwa bwana mdogo Raymond baada ya kutoka pale kanakamatia baiskeli yake na kurejea nyumbani. Anafanikiwa kufika nyumbani na hapa anamkuta mdogo wake Sophie akiendelea kusimuliwa hadithi na bibi. Si unajua bibi zetu kwa hadithi bwana. Hadithi njoo uongo tamkolea. Hadithi ya leo ilikuwa inahusu kibuyu cha ajabu. Ni kibuyu ambacho kama utafanikiwa kukipata kinakupatia chochote utakachokiomba. Asubuhi ya siku iliyofuata, kama mdogo Raymond kabla ya kwenda shule kakaamua kwenda kuvua samaki. Na lengo mahususi ni kwenda kuwathibitishia rafiki zake waliokuwa kimcheka kwamba hapati samaki. Kama na mbwai na hiyo mbwai, samaki popote mlipo, hata kama ni Kigoma mwisho wa reli, takuja kwa baiskeli. Taratibu bwana mdogo aliendelea kunyonga baiskeli yake, na alipofika mahali fulani alibidi ashuke na kuanza kuisukuma. Ila kwa pembeni tunashuhudia chura cha ajabu kikiendelea kumtazama bwana mdogo bila yeye kujua. Nakwambia bwana mdogo Raymond alizunguka takriban nusu saa bila kuona mto wowote wala chanzo chochote cha maji. Sijui itakuwa ni huku, aliendelea kujiuliza bila kupata majibu. Akiwa pale, ghafla unatokea ndege wa ajabu na kuanza kumwelekeza sehemu samaki wanapopatikana. Wao, bwana mdogo Raymond taratibu akaanza kuwafuata. Raymond aliendelea kuwafuata na kwa mbele akamuona chura yule wa ajabu. Chura yule wa ajabu akaanza kumonyesha njia bwana mdogo, na kila bwana mdogo akiongeza spidi kukafata na kukanaongeza spidi. Saa ngapi kasiamke na kuanza kukimbia kibati. Mwisho bwana mdogo kwa mbele anafanikiwa kukutana na chanzo cha maji, yani mto. Bwana mdogo hakutaka kuchelewa. Muda huo huo akatupa ndoano yake kwenye maji na kuketi pembeni. Akiwa pale bwana mdogo alianza kujisemea kimoyomoyo, nahitaji kufanya mabadiliko, ikiwemo kupandisha ufaulu wangu. Akaanza kupaza sauti akisema, naweza kulitimiza hili, nani wa kunisaidia?
Sauti ile ilisafiri mbali sana, na kwa ghafla ndoano aliyoitega ikasafiri kwa kasi ya ajabu, na kuna kitu inakamata. Tukirudi kwa bwana mdogo, anapata signal na kwa haraka akaanza kuvuta ndoano yake bila kujua ni kitu gani ambacho anakivuta. Ila mimi na wewe tunajua kabisa sio samaki. Ni kitu gani hicho tutajua kwa mbele kwa mbele. Baki na mimi. Nakwambia bwana mdogo akaendelea kuvuta. Akaendelea kuvuta, na kwa ghafla ninaibuka wimbi la ajabu likiashiria uwepo wa samaki mkubwa. Ila bwana mdogo aliendelea kuvuta bila kuchoka. Mwisho anafanikiwa kukirusha kitu kile mpaka nchi kavu. Ni nini? Taratibu bwana mdogo Raymond alianza kukifuatilia ili kujua ni kitu gani. Alianza kutambaa kwa magoti akiwa na shauku ya kujua ni nini kile. Bwana mdogo baada ya kutambaa kwa muda mrefu ikabidi aamke na kwenda kukichungulia ni kitu gani. Ni kitu kama kibuyu hivi. Ikabidi akamate jiwe na kukitupia. Kwa ghafla kiumbe kile kinachomua mkono na kulikamatia jiwe lile na kulivunja. Shabash, nzuri kijana mdogo. Raymond alishtuka kuona kitu kile kinaongea. Mbona ajabu? Usiseme ajabu, nipo hapa kukusaidia kutimiza ndoto zako. Hivi wewe ndiye kibuyu cha ajabu? Nilikuwa nikisikia simulizi zako. Mimi ndiye mdudu kibuyu, aka domo kubwa. Kabwana mdogo kakabidi kajisogeze taratibu na kuanza kuzungumza na kile kibuyu. Sasa kwa nini unataka kunisaidia? Oh, swali zuri. Sauti yako bwana mdogo. Sauti yako ya kuomba msaada ndio imenileta mpaka hapa. Na kwa kuwa hutaki kutumia nguvu kubwa kutimiza ndoto zako, uchawi wangu utafanya chochote kile. Yaani chochote kile kitatokea kwa kutamka tu. Ko mdudu kibuyu, unataka kuniambia naweza kupata chochote nitakacho? Naona umeanza kunielewa sasa kijana mdogo. We sema tu wataka nini. Basi bwana mdogo kakanyanyuka na kuelekea mpaka ndoo yake ilipo na kumuomba mdudu yule ampatie samaki. Kibuyu kile cha ajabu kinasema kabla ya kufanya chochote kuna sharti moja. Sharti gani hilo? Raymond aliuliza. Kibuyu kile kinasema inabidi yote nitakayokufanyia ibaki siri yangu mimi na wewe kijana mdogo. Usimwambie mtu yoyote juu ya uwepo wangu, na kama utashindwa nitatafuta mtu mwingine. Bwana mdogo Raymond kanakubali pale. Na anakubali pale kuwa atatunza siri hiyo. Wakapinga kabisa kwa vidole. Deal. Kwa hapa tulipofikia ndio pale ambapo unaambiwa mtoto atumwi dukani. Kaka kutulia ndo movie inaanza. Hebu twende ukatizame balaa la mdudu kibuyu. Samaki, popote ulipo samaki, jitokeze, pasuta, shua! Wow, nakwambia kwa ajabu, samaki wote kutoka maeneo mbalimbali mpaka Tanzania, yani sato, mgebuka kutoka Kigoma, sangara, mpaka dagaa mchele, nakwambia wote walikuwepo. Kabwana mdogo Raymond kalibaki kanapigwa na butwa. Namna samaki wale walivyotokea. Mimi mwenyewe nimeshangaa, mgebuka anatoka Tanzania mpaka China. Wewe uogopi? Kijana mdogo, ni wewe sasa kuchagua samaki unaowataka. Kauli yako ni sheria. Wewe muite tu samaki kwa jina lake na atakufuata. Basi nakwambia kabwana mdogo kakaanza kuita pale. Wewe hapo njoo, samaki anaingia. Na wewe pale, na wewe. Bwana mdogo Raymond alishukuru sana kwa jambo lile, maana alipata samaki anaowahitaji. Kibuyu kile kinaendelea kwa kusema, hilo jambo dogo sana bwana mdogo. Mambo makubwa yanakuja, utanishukuru vizuri hapo baadaye. Bwana mdogo, alafu nasikia tumbo lako linaunguruma. Nini hiyo? Njaa? Ngoja nikuletee msosi sasa. Haya sasa tuende kazi. Msosi, pasuta, shua! Dakika sio nyingi msosi huo hapo ukaanza kumzunguka bwana mdogo. Basi kwa bwana mdogo Raymond kakaanza kuchagua msosi kanaopenda huku kakiendelea kula. Mwisho kana shiba. Wanajipumzisha pale huku stori zikiendelea. Bwana mdogo Raymond anasema, mdudu kibuyu we, ujue mwenzio sijawahi kupanda ndege tangia nizaliwe na nina hamu sana kupanda ndege. Unasema ndege? Hilo jambo dogo sana kwangu kijana mdogo. Hebu nifate. Bwana mdogo Raymond ikabidi akifate kibuyu kile.
mpaka mahali fulani wakafika na kusimama. Mdudu kibuyu akaanza kufanya yake pale. Ndege popote ulipotokea. Ndege katokea. Wow, mdudu kibuyu wewe mchawi, una hatari wewe, mpaka ndege. Vitu vidogo sana kwangu, mimi ndio mdudu kibuyu aka Domo Kaya. Bwana mdogo, utaendelea kuongea au pande nikakuonyeshe mji? Bila kuchelewa, kabwana mdogo Raymond kakapanda na ndoo yake. Chopa hiyo ikaanza kupepea. Nakwambia, wakiwa juu walifanikiwa kuona vitu mbalimbali. Waliona bata mzinga, madaraja, magorofa ya kutosha. Hakika ilikuwa ni momenti nzuri sana kwa bwana mdogo Raymond. Baada ya kuzunguka kwa muda mrefu, bwana mdogo Raymond anakiomba kibuyu kile kimpeleke mpaka shuleni. Mwisho kinampeleka. Bwana mdogo Raymond baada ya kufika shuleni, akafika na kuwaonyesha rafiki zake samaki aliowavua siku hiyo. Kidogo Miss Lee naye anafika pale. Mwalimu, Raymond amekamata samaki leo, tena wa dhahabu. Kweli? Hebu nione. Wow, wazuri. Mwalimu, lakini Raymond ametuambia samaki hao amewapata mtoni. Je, samaki kama hao wanapatikana mtoni kweli? Miss Lee, licha ya wanafunzi wenzake Raymond kumtilia shaka, alimpongeza Raymond na kuwasihi waache kuangalia makosa ya wenzao tu. Kama ni kweli, wajitahidi kufanya utafiti na baada ya hapo ndipo wakosoe. Basi hilo likapita bwana. Kabwana mdogo Raymond kakamatia usafiri wake wa baiskeli kuelekea nyumbani, nyuma akiwa amebebelea samaki na mdudu kibuyu kama abiria. Wanafanikiwa kufika nyumbani na bwana mdogo Raymond akaweka samaki wake kwenye chombo maalum, huku stori zikiendelea na mdudu kibuyu. Kidogo mdogo wake Sophie akawa ananyata taratibu kuelekea walipo bila wenyewe kujua. Raymond, upo unaongea na nani? Hamna mtu, usinidanganye. Ichi hapa. Nakwambia Sophie fulu kumkimbiza mdudu kibuyu pale. Mara akajifiche huku, Sophie naye yupo. Mama yangu leo kazi ipo. Saa ngapi katika kukimbia asiende kukamata mguu wa bibi yake. Nimekukamata. Sophie mjukuu wangu, unafanya nini chini ya kitanda? Hemu inuka. Bibi, nakwambia ukweli, kuna kitu chini ya kitanda kaka akakificha. Hemu twende bwana huko, acha kuongea. Na mwache kakako apumzike, ana kazi za shuleni. Bibi, nakwambia ukweli tena, kuna kitu. Basi hilo likapita. Oya mchiziboti, uko wapi? Kuangalia kumbe kapo chini ya shuka. Kanajifanya kamera. Siku iliyofuata asubuhi, bwana mdogo Raymond akapitia library kwenda kuazima kitabu. Na kibonge mnene kwa jina la Anna ndio alikuwa akiandikisha. Bwana mdogo Raymond akafika na kuomba kitabu kinachohusiana na sayansi ya viumbe wanaoishi majini, yaani wanaoishi kwenye vyanzo mbalimbali vya maji, yaani maziwa, bahari na kadhalika. Kibonge yule akakitizama kitabu kile na kweli alikiona. Ila bwana mdogo Raymond alipotaka kukichukua, kibonge yule alimgomea na anamwambia kuna mwanafunzi ameshaweka oda tayari kabla yake. Kibonge, achia basi, nahitaji nikasome sasa hivi. Ndio nimekwambia sasa upati kitu hapa. Wakavurugana pale, kidogo muhusika aliwazima kitabu anakuja pale kwa jina la Freddy Vunjabei. Wakati huo hayo yote akiendelea, mdudu kibuyu alikuwa anawachora tu. Alikuwa akishuhudia yote yakiendelea. Saa ngapi asifanye mauchawi yake, mauchawi mara kitabu kikarukia kwenye begi la bwana mdogo. Bwana mdogo akahisi kitu. Bwana kama kuna kitu kimeingia huko. Bwana mdogo kucheki, kitabu kipo, mzigo huo hapo. Ikabidi arudishe kwanza. Huku upande wa pili sasa, kwa kibonge mnene na Freddy Vunjabei, fulu kutupiana lawama. Kitabu kilikuwa hapa, kimeenda wapi sasa? Fulu kutupiana lawama pale. Bwana mdogo Raymond ikabidi aondoke mpaka karibia na dirisha. Akafika na kukitupa kitabu kile nyuma ya jengo la library ili asikamatwe. Nje ya jengo mdudu kibuyu alikuwepo naye. Bwana mdogo akaanza kulalamika pale. Sasa mwanangu, mbona umeiba kitabu? Kijana mdogo, si ulikuwa unataka kitabu wewe? Mimi ningefanyaje sasa? Ona sasa, unataka nionekane mwizi? Haya sasa kifanye kipae. Hilo tu bwana. Mara mdudu kibuyu akaanza kupiga mauchawi yake pale. Ibrakadabra, kitabu pa. Shua! Kitabu kikaanza kupaa bwana. Wakaanza kukimbiza pale. Bwana kitabu kikimbia mpaka kwenye swimming pool. Nao umo. Wakifuata umo kwenye swimming pool. Mwisho wanafanikiwa kukikamata.
ila kwa namna bwana mdogo Raymond alivyokuwa anaogelea, mwalimu wa michezo alivutiwa sana na yeye na kumwomba ajiunge kwenye timu yake. Mdudu Kibuyu akawa mshauri pale, oya kijana mdogo, kubali tuonyeshe kitu kilichomtoa kanga manyoya, wenyewe tu atakukubali. Na mwisho bwana mdogo Raymond akakubali kujiunga na timu hiyo. Ilivyofika usiku, bwana mdogo Raymond akiwa amelala, Mdudu Kibuyu fulu kupiga mausafi pale na kuweka vitu vyote katika mpangilio mzuri. Kakasafisha pale, kakahakikisha homework zote zimefanyika, kakamchongea penseli na kuziweka vizuri, kakakusanya madaftari yote vizuri na kuyaweka kwenye begi lake. Mwisho nako kakapata muda wa kupumzika. Jamani, nimechoka. Asubuhi ilivyofika, Mdudu Kibuyu akaanza kumwamsha bwana mdogo aende shuleni. Amka sasa. Kalivyoona amki, kakaenda kulowesha taulo na kumtupia usoni. Hoya mwanangu, amka basi uwe shuleni. Haya, kamatia mswaki huu hapa. Bwana mdogo akamatia na kwenda kujiandaa. Akamaliza kujiandaa vizuri na kwenda kunywa chai chapchapu ili kuelekea shuleni. Mpaka bibi mwenyewe akashangaa. Hiki kiumbe kimeamka chenyewe kweli? Maana ameshamzoea kila siku ni mzee wa kuchelewa. Hapo barabarani sasa, Mdudu Kibuyu fulu kuchochea moto. Bwana mdogo Raymond kama yupo kwenye treni ya SGR vile. Kwa spidi hii Kigoma tu Dar saa alifiki. Unabisha. Bwana mdogo Raymond akafanikiwa kufika darasani na leo hii alikuwa na muonekano wake tofauti sana. Sio kama walivyomzoea. Cheke sambo hilo. Watu wewe. Ikafika muda wa kipindi cha hesabu sasa. Si walimzoea alikuwa hajiwezi kwa chochote. Sasa leo hii kazi wanayo. Kila swali linaloulizwa yeye ndiye anakuwa wa kwanza kunyosha mkono na kulijibu. Ndiyo wanafunzi, ukichukua 6304 ukagawanya na 7, jibu linakuwa ni ngapi? Bwana mdogo Raymond kakanyosha mkono pale. Miss Lee, jibu itakuwa ni 900.57. Na kuambia kila swali bwana mdogo alilijibu ipasavyo. Huku nje Mdudu Kibuyu kasimama kama winga, ni kumpigia hesabu bwana mdogo na kumtumia majibu. Miss Lee mwenyewe alikubali show ya bwana mdogo siku hiyo. Matokeo kuja kutoka hivi, bwana mdogo Raymond kakashika namba 1 kwa ufaulu, fulu manyota pale. Ikafika sasa ile siku ya kujiunga na timu ya kuogelea. Ili akubaliwe ikabidi afanyiwe trial, yaani majaribio kuangalia uwezo wake wa kuogelea. Bwana mdogo Raymond chapu kakajitupa kwenye maji. Huku kwenye maji Mdudu Kibuyu naye alikuwepo. Akawa kama injini ya kuongeza kasi. Bwana mdogo full speed pale mpaka wenzake mdomo wazi. Toba mwe, huyu mtu au burudoza? Mpaka bwana mdogo mmoja ikabidi aulize pale, mwalimu, hivi Raymond atakuwa binadamu wa kawaida kweli au ni AI? Maana sio kwa spidi hiyo. Ticha mwenyewe mdomo wazi, kaacha ndala. Hakuna aliwahi kuweka rekodi kama bwana mdogo tangia azaliwe. Amekimbia kwa sekunde chache sana. Basi mwisho bwana mdogo Raymond akakaribishwa rasmi kwenye timu hiyo. Baadaye bwana mdogo alipofika nyumbani alimweleza bibi yake. Bibi alifurahi sana na kumpongeza mjukuu wake. Mida ya kulala ilivyofika, bwana mdogo Raymond akawa anapiga story na Mdudu Kibuyu huku kakiendelea kumkata kucha. Siku iliyofuata wakati bwana mdogo anatoka shuleni, mbele yake aliona duka la toy mbalimbali za kuchezea watoto. Ikabidi aingie kuangalia. Kulikuwa na toy nzuri kweli kweli na hakika bwana mdogo alizipenda zote. Nimezipenda toy zote, ni nzuri, bwana mdogo alisikika akisema. Bwana mdogo yeye baada ya kuangalia akaondoka zake ndani ya duka. Pasipo kibuyu kile cha ajabu. Ile kutoka tu Mdudu Kibuyu akaanza kufanya yake huko akisema, Sasa kama kijana mdogo kapenda toy zote, mimi nifanyaje? Wacha nihamishe duka zima. I want problem. Ibrakadabra, naomba toy zote. Ondoka, zikaondoka. Nakwambia toy zote kwenye duka lile zikaanza kuondoka kuelekea kwenye chumba cha bwana mdogo. Mhudumu kushtuka hivi, hakuna toy hata moja. Sasa bwana mdogo Raymond akiwa kwenye usafiri wake wa baiskeli kuelekea nyumbani, ghafla kuna kitu anahisi nyuma yake. Ni nini? Ghafla alishangaa kuona toy nyingi zisizokuwa na idadi zikiwa kwenye msafara pasina kujua zinaelekea wapi. Bwana mdogo Raymond kakafanikiwa kufika nyumbani. Toy nazo hizo hapo zikaingia mpaka kwenye chumba chake. Bwana mdogo kufika chumbani hivi anakuta duka lote la toy limehamia kwake. Bwana mdogo Raymond kupiga jicho nje anagundua wazazi wake wamerudi. Hivyo akamsihi Mdudu Kibuyu arudishe toy zote zilipokuwa, maana itakuwa msala. Mdudu Kibuyu naye hana baya wala abaya. Hakuchelewa, akatii amri na vitu vyote vikaanza kujipakia na kurudi vilipotoka.
Baba akafika pale na kumwita mwanaye Raymond, na leo hii alikuwa amekuja na zawadi ya baiskeli mpya. Raymond alifurahi mno. Baadaye usiku, bwana mdogo Raymond akiwa amelala, mdudu kibuyu anaendelea kupiga mapindi ya kutosha, maana siku inayofuata kuna mtihani na bwana mdogo hajasoma. Asubuhi ya siku iliyofuata, bwana mdogo Raymond leo hii ndo anakuwa wa kwanza kuamka na mdudu kibuyu akiwa wa mwisho, kutokana na yeye kukesha muda mrefu akisoma. Wakajiandaa pale na kuanza safari ya kuelekea shuleni. Hakika linaenda kufa jitu leo, mbona bwana mdogo raundi hiyo atamkoma. Wakafika mpaka shuleni, na kabla kuondoka, bwana mdogo anasema, mwanangu, naingia kwenye pepa na unajua niko homeless, yani sina chochote kichwani, usiniangushe. Mdudu kibuyu anasema, usijali, siwezi kukuangusha mtu wangu, niite winga msomi. Inaanzaje? Kwa mfano, ni kwenye chumba cha mtihani, tunaona wanafunzi wakiwa tayari kwa ajili ya mtihani wa hesabu, yani basic mathematics. Baada ya mwalimu kumaliza kugawa mtihani, anaamuru wanafunzi wote waanze kufanya mtihani. Wanafunzi wote wanakuwa busy kufanya mtihani wao wa hesabu, ila kwa upande wa bwana mdogo Raymond vitu havipandi kabisa, hajui kitu yoyote ile, kwani ya kusoma. Kuangalia huku na huku, wenzake wako busy kufanya mtihani wa hesabu, ikabidi atupe macho kwa winga msomi, mwite mdudu kibuyu, hamuoni. Akaanza kujisemea, ama kweli leo nimekamatika. Haikupita muda, winga msomi huyo hapo kwenye mti fulani nje ya darasa, akiwa ameingia na staili ya kisniper. Huku kakiendelea kuangaza ni mwanafunzi gani aliyofanya mtihani vizuri zaidi, ili kuchukua majibu kwake na kumpatia bwana mdogo. Huyu hapa, ila huyu ni B tu, achane naye. Huyu naye maksi zake sio mbaya, wacha nitafute maksi za juu zaidi. Huyu naye vipi? Hii ndio jinga kabisa, naenda kupata sifuri. Kumbe mwanafunzi mwenyewe ni bwana mdogo Raymond. Oya mwanangu, fanya kweli, nakaribia kuacha ndala, nitaumbuka mwenzio. Tulia basi, nipo kazini. Aliyokutuma usisome nani? Kidogo msimamizi anasema zimebaki sekunde chache mtihani kuisha. Huku kwa bwana mdogo mambo bado ni magumu, hajajaza chochote kile. Baada ya muda kupita, msimamizi anasema mtihani umekwisha, hivyo kila mwanafunzi akusanye mtihani wake. Imekwisha mimi. Bwana mdogo akiwa amekata tamaa na kukusanya vitu vyake kuondoka. Dakika za jioni, winga msomi anampata mwanafunzi aliyopata maksi nzuri zaidi, hivyo pale pale akaanza kufanya mauchawi yake, na kwa ajabu majibu ya mwanafunzi yule yakahamia kwenye karatasi ya bwana mdogo, mfumo wa maandishi. Bwana mdogo Raymond furu kufurahi pale. Mwanafunzi yule akakusanya karatasi yake na kuondoka, ila mwalimu alipoichunguza vizuri akagundua haijajibiwa. Ikabidi amuite na kumuuliza. Kabla hajamuuliza kidogo, bwana mdogo Raymond anakusanya karatasi yake ya majibu, ila mwalimu kuna kitu cha ajabu anakiona. Ni nini? We Raymond, hebu njoo hapa. Raymond, hii ni pepa yako kweli? Ndiyo Miss Lee. Sawa, hebu tizama wewe mwenyewe kisha uniambie, ili jina la Suzy limefuata nini hapa? Mdudu kibuyu kwenye kuiba majibu kahamisha kila kitu mpaka jina la watu. Hii ya leo kali. Bwana mdogo Raymond kimya, kakiwa ameinamisha kichwa chini. Naona sasa umeanza wizi wa mtihani. Haya, twende ofisini ukanieleze vizuri. Raymond kusikia hivyo akatoka kibati. Bwana mdogo Raymond akakimbilia mpaka msituni kule alipovuliaga samaki. Muda kidogo mdudu kibuyu anatia timu pale. Woyo, hatimaye kijana mdogo umetusua mtihani bila kujua majanga aliyosababisha. Bwana mdogo ile kumuona tu, wacha amfate na kuanza kumwashia moto. Ni makosa yako, mdudu gani wa mchongo, sura kama uso. Lilikuwa wazo lako wakati ule umeiba kitabu, na sasa umeiba majibu ya Suzy. Ona sasa, hakuna naye niamini. Ni bora ningesoma mwenyewe tu. Kijana mdogo, nilifanya hayo yote kukusaidia, huku akiendelea kukimbia. Mwisho bwana mdogo kwa hasira anasema, ondoka, sihitaji tena msaada wako. Nitafanya vitu mwenyewe kwa uwezo wangu. Ondoka. Kwa upole kibuyu kile kikaanza kuomba msamaha. Samahani kijana mdogo, nisamehe kama kuna mahali nimekukosea, nitajirekebisha. Unajua mara ya kwanza tulivyokutana, nilijiapiza kukupa na kukusaidia kwa chochote utakachoniomba, na hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. Bwana mdogo Raymond hakutaka kusikia kitu, akakikamatia kibuyu kile na kukirusha kule kule kilipotoka. Miss Lee pamoja na wanafunzi wengine nao hawakuwa mbali, waliendelea kumtafuta bwana mdogo, na kwa bahati nzuri wanamuona. Mwalimu yule pale! Wakasogea mpaka alipo. Raymond, mwanafunzi wangu, kimekutokea nini? Raymond aliendelea kulia bila kujibu chochote. Mwisho anamkumbatia mwalimu wake. Mwalimu akaamuru wanafunzi wote waelekee shuleni sasa.
Tukija shuleni, Miss Lee alipata wasaa wa kuzungumza na mwanafunzi wake Raymond. Raymond, mwanafunzi wangu, hivi unajua ulichokifanya ni sio tabia nzuri? Maandiko yenyewe katika Qur'an na Biblia yanakataza wizi wa kitu chochote kile. Kwa chochote unachohitaji unabidi ukitafute kwa bidii na sio kutumia shortcut. Na imani kupitia kitu hiki kiwe funzo kwako, uwe mtoto mzuri, sawa? Hebu angalia nje hapo. Kuna marafiki zako wanaokupenda. Usiwaangushe kwa kufanya vitu visivyofaa. Unaniahidi hilo? Bwana mdogo alitikisa kichwa kwa kukubali. Baada ya muda kupita, bwana mdogo Raymond akatoka ofisini na wenzake walikuwa wakimsubiri nje. Bwana mdogo Raymond ikabidi amuombe msamaha Suzy juu ya kile kilichotokea. Suzy akamsamehe na wenzake wakamwahidi kumfundisha na kumsaidia ili aweze kufanya vizuri zaidi. Bwana mdogo Raymond alivyorudi nyumbani pia, wazazi na familia kiujumla hawakupendezwa na tabia walioisikia. Hivyo kwa upole wakamsihi asirudie tena na kumuhimiza anaweza kufanya lolote lile yeye mwenyewe akiamua. Basi tangia hapo bwana mdogo Raymond akawa ni mtoto mzuri na mwenye juhudi darasani. Aliendelea kujimarisha pia kwa kufanya mazoezi yeye mwenyewe ili kujiweka fiti, na huko nyuma Mdudu Kibui pamoja na Anko Chura waliendelea kumfuatilia. Ile siku ya mashindano ya kuogelea ikafika bana. Wazazi wa familia mbalimbali walijitokeza ikiwemo na familia ya bwana mdogo Raymond. Bwana mdogo Raymond alianzia nje na wenzake wakapewa kipaumbele cha kwanza, ila walionekana kutokufanya vizuri kabisa. Ilipofika zamu ya bwana mdogo Raymond, nakwambia aliogelea huyo kama samaki majini, yani nakwambia kama kazaliwa kwenye maji vile na kutoka wa kwanza. Muda wa zawadi ukafika na zawadi zikatolewa michuano hiyo. Familia ilifurahi sana. Ila kwa upande wa bwana mdogo Raymond ilikuwa tofauti. Kuna mtu alitamani ashuhudie mafanikio yake, yani mafanikio kwa kupambana yeye mwenyewe na si mwingine zaidi ya Mdudu Kibuyu. Hakuona kama alimfanyia jambo zuri kumfukuza. Baada ya kutoka pale akiwa na medali yake ya ushindi, alielekea moja kwa moja mpaka kwenye mto ule kwenda kumtafuta rafiki yake. Alianza kwa kumuita, Mdudu Kibuyu, tafadhali naomba urudi. Ila mahali pale palikuwa kimya, hakuna sauti yoyote. Nachotaka kukwambia, tumeshinda medali ya dhahabu. Kijana mdogo, umesemaje? Mdudu Kibuyu, ni wewe? Muda kidogo Mdudu Kibuyu na Anko Chura hao hapo. Wow. Mdudu Kibuyu ikabidi ampe pongezi bwana mdogo kwa kufanya juhudi na kushinda medali ile. Basi bwana mdogo nakwambia kalifurahi mno. Mdudu Kibuyu anaendelea kwa kusema, kijana mdogo, sidhani kama unanihitaji tena. Ni muda wa mimi kurudi nilipotoka. Unaenda wapi? Bwana mdogo aliuliza. Kidogo usafiri wake unafika, kisha anaupanda huku akisema, kupitia wewe kijana mdogo, nimejifunza kwamba nimekosea na naomba radhi kwa hilo. Kwa msaada nilokuwa nikiutoa, umekuwa ukikuumiza sana kwa kufanya kuwa tegemezi, na hasa naona kufanya kwako vitu bila kutegemea mtu unakufanya uwe na furaha zaidi. Ndio jambo linalonifanya niondoke mbali nawe. Ni muda sasa wa kupeana mkono wa kwaheri. Basi wakapeana mkono wa kuagana pale, na kibuyu kile kikamuomba jambo lingine la mwisho, kutunza siri ya mambo yote waliopitia, na mwana mdogo akamwahidi kwamba hatotoa siri yoyote. Mwisho Mdudu Kibuyu akaanza safari yake. Mdudu Kibuyu, uwe na safari njema Master mdogo. Usisahau kukata kucha zako na kujikubali unaweza. Mpaka kufikia hapa sina la ziada, ni kushukuru wewe uliokuwa mwanzo mpaka mwisho wa kisa hiki cha kusisimua. Niombe kabla hujaondoka nishare na wewe mambo machache. Nitakwenda kushare mambo machache na ujumbe kupitia movie hii. Sikuileta movie hii ya kukufanya ufurahi tu, bali kuna kitu ambacho nililenga pia ujifunze. Wewe kama mzazi, mwanafunzi, mtoto, naomba unisikize kwa makini kwa muda mchache sana. Ujumbe wa kwanza, movie hii inakukumbusha kwako wewe mlezi, mzazi na mwalimu wa wanafunzi, kuwatengenezea wanafunzi hali ya kujiamini wao kwanza na kutokutegemea mtu mwingine. Yaani kumfanya mwanafunzi aweze kujiamini na uwezo wake. Na hii ni shida kwa kweli.
na imani na mimi pia nimepitia changamoto hiyo, ndio maana nikawiwa kuiandaa movie hii kwa lengo la kutengeneza somo ambalo linaweza likawasaidia vijana wengi, linaweza likawasaidia wazazi wengi, huenda walifahamu. Na moja kati ya kitu ambacho kinawafanya wanafunzi wengi wapate kuangalizia ni kutokujiamini, na hii sio kwamba inatokea tu suddenly, ni kitu ambacho kinaanzia nyumbani, kama sio nyumbani hata shuleni, ila nyumbani ya sasa, kwa sababu wazazi wengi wanakuwa hawana muda wa kuwa encourage watoto wao, kuwatia moyo, kuwafanya wajiamini na uwezo wao. Sasa hilo linawapelekea, ndio kitu anakijua, lakini kutokana na hajiamini anakuta yuko razi haangalizie majibu kwa mwenzake kwa kuamini kwamba watu wanasema yeye ndio mwenye akili zaidi kuliko yeye, kumbe sio kweli. Nasema hivi kwa sababu ni jambo ambalo limenitokea katika utoto wangu, na ndio maana nikasema hichi inaweza kawasaidia wazazi wengi. Nakumbuka nikiwa shule ya msingi, wakati nasoma, kama tunavyojua darasani lazima kuwa kuna vipanga, kuna watu ambao wenyewe huwa wanasifika, mitihani mingi wanafanya vizuri. Sasa nakumbuka nilikuwa nasoma ndio, lakini nilikuwa sijiamini, na hiyo siku nimesoma vizuri, na hiyo siku tulikuwa tuna mtihani. Sasa kwa bahati nzuri kwa tumekaa sehemu ambayo nimekaa mimi, na mmoja kati ya vipanga wetu wa darasa alikuwa karibu yangu. Nimejibu mtihani wangu vizuri, lakini baadaye nikaingiwa na hofu, nikabidi nimuite yule kipanga. Nikamwambia, ndugu yangu, naomba unisaidie, nimeshindwa. Yalikuwa ni maswali ya kuchagua. Uwezi amini, jamaa yule akanipa majibu. Nikafuta yale ya kwangu, nikaandika ya kwake. Angalia kilichokuja kutokea. Baada ya matokeo kutoka, yule jamaa akatangazwa kwa wa kwanza. Nikaamini kwamba kwa kuwa alinipa majibu yeye, basi na mimi nitakuwa ni mmoja wapo. Ila cha kushangaza, nilipata 0. Na uwezi amini, niliumia sana. Lakini namshukuru sana yule jamaa kwa sababu aliweza kunisaidia, na tangia hapo niliapa kabisa sitoamini majibu ya mtu mwingine, nitajiamini mimi kwanza. Na nimeenda nayo hiyo ambition tokea shule ya msingi mpaka nafika chuo kikuu. Huwa najiamini mimi kwanza kabla ya mtu mwingine. Nilipewa majibu ya uongo na mwisho wa siku nilifeli, lakini kufeli kwangu ndiko kulikuwa niamsha. Wito kwako mwanafunzi, wito kwako mzazi, usubiri mpaka mtoto afeli kama mimi nilivyofeli. Huenda kupitia kitu hiki ambacho kilinitokea mimi, kupitia experience hii ambayo nimeishia kwako, ikawa msaada kwako. Usisubiri kitu mpaka kikutokee, kinaweza kikamtokea mtu mwingine, kwako kikawa somo. Naomba wewe kwako mzazi, mwanafunzi, jifunze kujiamini kwanza wewe, nipo wengine. Hata kama ni darasani, soma kwanza wewe, tangulize Mungu, atakusaidia. Masuala formation ndio yapo yanasaidia, lakini mtu wa kwanza kujiamini, jiandae kwanza wewe, jikubali. Na hiyo yote wazazi, walezi, walimu inabidi muwe kipaumbele wa encourage wanafunzi wapate kujiamini juu ya uwezo wao. Pia ningependa kutoa wito kwa wazazi, walezi na walimu pia mashuleni. Tutenge muda wa kuongea na wanafunzi. Tenge muda wa kufurahi na wanafunzi. Hizo momenti huwa zinajenga ukaribu kati ya mlezi pamoja na mwanafunzi. Ina maana hata kama akipata changamoto, inakuwa ni rahisi ya kukufuata wewe na kukueleza. Nafikiri wazazi wote sisi ni mashahidi. Tumekuwa tukiwa busy sana na shughuli za hapa na pale, muda wa kuangalia watoto hamna. Wazazi wetu kweli mnatupenda, lakini kuna muda ndiyo tunajua mko busy, lakini at least unatenga muda wa kuweza kuzungumza na sisi watoto wenu, kupata muda wa kufurahi pamoja. Hiyo huwa inatengeneza pia mindset kwa mtoto kwamba ninajaliwa. Ina maana atakapopata shida itakuwa rahisi kuwafuata na kuwaeleza. Lakini kunapokuwa kuna hii boundary, inakuwa ni ngumu mwanafunzi kukufuata na kukueleza. Kuna muda mwanafunzi anafeli, sio kwamba hana akili, ila ni kutokana na changamoto mbalimbali ambazo zinamkumba. Kwa wazazi, walezi, walimu, tafute muda wa kuzungumza na mwanafunzi mmoja mmoja, kuzungumza na mwanafunzi, kumwelewa, kumpa tumaini, kufurahi naye. Hii inamtengenezea mazingira ambapo atakapopata changamoto basi atakufuata na kukueleza. Wazazi wengi, kuna baadhi ya watoto wanakuwa wafanyi vizuri darasani,
na mwisho wa siku inaonekana kama ni wapuuzi, hawana akili. Lakini nikwambie kitu kimoja, hakuna mtoto ambaye hana akili. Kila mmoja ana akili, lakini ni kutokana tu na mazingira ambayo mtoto huyu anakulia. Endapo kama mzazi utasimama imara, hakuna kitakachoweza kumwangusha mtoto wako. Na usimkatie mtoto wako tamaa, haijalishi anafeli na mara ngapi. Na imani mtoto huyu ambaye unaona hafai ndio mtoto ambaye anaweza akaja kukusaidia wewe. Nasema hivyo kwa kuwa mimi mwenyewe ni shahidi. Msione leo hii nimefika hapa na leo hii mnapata kunisikiliza kupitia simulizi hii. Nimepitia mengi sana na nionekana ni mtoto usiofaa na baadhi ya ndugu, lakini leo hii ni moja kati ya watoto ambao naonekana ni mtoto ambaye ninafaa. Wanasema asiofaa kafaa, kwa sababu wazazi wangu hawakunikatia tamaa. Walipigana na mimi bega kwa bega, kwa sababu walijua ni mzigo wao. Kama wao wataushindwa, nani ambaye atatembea na mimi? Nashukuru wazazi wangu sana. Nawashukuru kwa Mungu awazidishie afya njema kwa kuendelea kunipambania mpaka kufika hapa. Niombe wazazi, walezi, walimu, msiwakatie tamaa wanafunzi. Wapambanieni, watengenezeni mazingira mazuri ambayo itakuwa rahisi kueleza changamoto zao, na mkizisolve changamoto zao, basi akili yao itakuwa vizuri na itakuwa tayari kwa kujifunza na kufanya vizuri. Ni hayo tu. Ningependa kujua ni ujumbe gani mwingine ambao umeupata kupitia simulizi hii, na pia naomba uniandikie unaangalia tamthilia hii au simulizi hii ukiwa wapi. Niandikie chini kwenye comment nami nitasoma. Ni mimi wako Mr. Movie na hii ni Simulizi Maridhawa. Kila movie somo halisi. See you next time. Bye bye.